LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Ni furaha iliyoje mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA. Sisi tuko tayari kabisa kukuletea kipindi hiki, na bila shaka mtazamaji wetu uko salama bin salmin, afya yako iko murwa kabisa, na upo tayari kufuatilia kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA. Na mtazamaji, tunafahamu inawezekana pia afya yako ikawa kidogo haijakaa vizuri. Usikate tamaa, hiyo ni sehemu ya maisha, lakini vile vile tunaambiwa subra uje katika kipindi kigumu kama hicho. Hivyo endelea kumtegemea Mwenyezi Mungu na mambo yatakuwa safi. Mtazamaji, leo kipindi cha usafiri na maendeleo kipo jijini Dodoma. Tunaangazia kuhusiana na utoaji wa huduma za leseni za usafirishaji kwa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu maarufu kama bodaboda na bajaji mkoa huu wa Dodoma kupitia mawakala. Mimi ni Binti Jumbe, ninakukaribisha katika kipindi hiki. Tafadhali ungane nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu namna gani maafisa usafirishaji Dodoma wananufaika na fursa mbalimbali ambazo zipo katika swala hili la kuwa wakala. Karibu. Mtazamaji, tukumbuke kwamba LATRA ina jukumu kisheria la kuhakikisha kwamba wasafirishaji wanapata leseni ambazo zinawezesha kutekeleza majukumu yao ya usafirishaji kupitia vyombo ambavyo wanavitumia. Lakini vile mtazamaji, kwa upande wa maafisa wasafirishaji, LATRA imeweza kukasimisha kazi yake hii ya kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya pikipiki za magurudumu mawili na pikipiki za magurudumu matatu zinakatiwa leseni za usafirishaji kupitia mawakala ambao wanatakiwa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa. Hapa twende tukamwona kumsikiliza Bwana Ezekiel Emmanuel ambaye ni afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Dodoma. Na hapa Bwana Ezekiel Emmanuel anaelezea ni kwa nini LATRA iliamua kuwatumia mawakala ili kuweza kufanikisha swala zima la utoaji wa leseni kwa hawa wanaomiliki pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu. LATRA mkoa wa Dodoma tuna jukumu la kusimamia sekta ya usafirishaji. Katika sekta ya usafirishaji ardhini kuna kundi la vyombo ambavyo vinatoa huduma kwa namna ya kukodiwa. Katika kundi hili kuna wenzetu maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda na bajaji. Sasa hawa ni kundi ambalo pia sisi kama mamlaka tunadhibiti kwa kulipatia leseni za usafirishaji. Mabadiliko ya kanuni ya usafirishaji, katika mabadiliko yale pengine ambacho kinaruhusu mawakala mbalimbali wanaweza kupata uwezo wa kufanya shughuli za LATRA kama mawakala. Na hapo sasa sisi kama LATRA tulishirikiana na umoja wa waendesha pikipiki mkoa wa Dodoma maarufu kama Umapido. Sisi tuliweza kuwapa wazo la kuanzisha sakosi, wakajiunga kama sakosi na wamesajili sakosi yao, na kupitia sakosi ya Umapido inawawezesha sasa wale kukizi kuwa mawakala wa utoaji wa leseni za LATRA kwa pikipiki na bajaji. Tuseme ni fursa kwao. Ni fursa kwa namna gani? Katika kutoa utoaji wa leseni, kwanza tunaenda kwenye zana ya kusimamiana wao kwa wao, kuepukana ile zana ya udhibiti, kwamba tunasema udhibiti ni kwamba unamsimamia mtu. Kwa hiyo fursa ya wao kwa wao kukatiana leseni, ina maana wao wanatambua vijiwe vyao, kila kijiwe kina mwenyekiti na katibu. Kwa hiyo kwa kupitia
uongozi inakuwa rahisi kwao kuweza kudhibitiana kutoka kwenye ngazi ya kijiwe chao wanachopaki. Kwani tunatambua kabisa huduma ya pikipiki na bajaji ni huduma ambayo wanatoa huduma kwa njia ya kukodiwa. Na kodiwa kwa hiyo lazima awe kwenye kijiwe maalum au kituo ambacho wamepangiwa. Kwa hiyo kutoka kwenye kituo kile, sasa UMAPIDO inakuwa rahisi kwao kuweza kuwasimamia kwa sababu ni watu ambao wanafahamiana kwanza, ni jamii moja. Lakini kwa kupitia fursa hii ya kuweza kukatia leseni, mamlaka tunarejesha 20% ya gharama ya leseni ile. Kwa ile gharama ya leseni ambayo inalipwa kwa mamlaka, 20% inarejeshwa kwenye umoja wao huu UMAPIDO kama gawio. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa hiki chama cha waendesha pikipiki mkoa wa Dodoma kwa kukata leseni wao kwa wao kupitia chama chao, kwani itakuwa ni fursa nzuri ya kukuza uchumi wao. Mtazamaji, LATRA imefika katika kituo kimojawapo cha maafisa wa usafirishaji kilichopo 77A. Kituo hiki mtazamaji, wanafahamika kama vijana wa Samia, na hapa wa vijana hawa wanaipongeza mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kwa kusogezea karibu huduma hii ya ukataji wa leseni. Na umekiri wenyewe kwa vinywa vyao kwamba kwa sasa swala hili limekuwa rahisi kwa sababu hawalazimiki tena kufika ofisini na kuweza kukata leseni hizo, bali kupitia wakala huu wanafanikisha jambo hilo kwa haraka zaidi. Hapo mwanzo kweli kulikuwa kuna changamoto kubwa sana jinsi ya kuipata leseni. Kulikuwa na masharti makubwa sana ambayo kiasi kwamba afisa usafirishaji anatumia muda mwingi sana hata jinsi ya kuipata leseni yake. Lakini kwa kuwa UMAPIDO wamejaribu kuorganize na LATRA ili wawe kitu kimoja kama mawakala, ni jambo ambalo litatusaidia sisi maafisa usafirishaji jinsi ya kuipata leseni kwa urahisi. Pia wanatusaidia hata katika mambo mengine. Kuna vitu vingine vinaweza tukawa tunatakiwa tulifanye sisi kama sisi, lakini kama ukiwa mwanachama unaweza kalipeleka jambo lako katika ofisi za UMAPIDO na wanaweza kukusaidia kwa urahisi zaidi. Kuliko ukasimama wewe ambao kama haupo katika kikundi cha UMAPIDO, inakuwa wakati mgumu sana kutatua jambo lako kama utakuwa wewe kama wewe. Inakuwa ni tofauti na mtu ambaye amejiunga UMAPIDO, atakapokuwa anahitaji jambo lake hata kama ni kwa wakati haitachukua muda mrefu sana, tofauti na mtu ambaye haujajiunga unaweza kuchukua muda mrefu sana kulitatua tatizo lake. Na ukumbushe wenzangu ambao hawajakata LATRA, wakati LATRA ili kuepukana na usingizi. Unakuta mtu anatoka labda Ilazo kuja mjini, anapata shida, anaogopa kumfikisha abiria mjini kwa sababu hana LATRA. Wakati ni kitu ambacho ni chepesi sana kufanyia kazi na gharama yake ni ndogo sana ukienda ukata mwenyewe kama mwenyewe. Lakini sasa inakupa ugumu baada ya kutoka huko ukakamatwa huko, ukikaa ukitafakari unajikuta wewe ni kama vile kidogo ufikiri kwa wepesi. Kwa hiyo mimi nawashauri wenzangu, maafisa usafirishaji wenzangu, wakakata LATRA kwa mapenzi yao wenyewe, usisubirie mpaka ukamatwe. Ndio ile sasa unasubiria unaenda kukamatwa, unabaki kulalamika, wanatukamata. Lakini naombeni sana tujitahidi wakata LATRA. Kwenye kituo changu mimi kama kuna mtu hajakata LATRA nitapambana naye kwanza mimi kabla ya LATRA wenyewe hawajafika hapa hivi. Nitaanza mimi mwenyekiti, namuelekeza. Akishindikana tabidi mimi nichukue sheria zinazofuata. Mtazamaji, haya sasa tunaingia katika kipengele chako pendwa kabisa cha Bonga na LATRA, ambapo hapa sauti yako ewe mdau wa sekta ya usafiri ardhini inasikika. Na sauti hiyo mtazamaji ni ile ambaye inaenda kujenga ama kuboresha sekta nzima hii ya usafiri ardhini hapa nchini, kuhakikisha kwamba LATRA inaboresha utendaji kazi wake, lakini vile vile huduma ambazo zinatolewa katika sekta hii ya usafiri ardhini zinatakiwe na tija na manufaa kwa kila Mtanzania. Na hivi sasa mtazamaji, unafahamu kwamba, ama niulize swali dogo tu, kwamba ewe afisa msafirishaji, hivi unafahamu masuala mbalimbali ya kiusalama ambayo unapaswa kuzingatia pindi ambapo unatumia chombo chako cha moto ukiwa katika shughuli zako za kila siku? Swali hili linajibiwa kwa kina kabisa na Bwana Ramadhan Lusangi ambaye ni balozi wa usalama barabarani kutoka RSA Tanzania. Sisi kama mabalozi tuna wajibu wa kuelimisha
kukemea, lakini na kuhamasisha watumiaji wa barabara kutoa taarifa kuhusiana na masuala ya usalama barabarani. Na katika zunguka yetu ya kutoa elimu, leo niko maeneo haya ya Mbagala, niko kwenye kijiwe cha ndugu zangu hapa wa bodaboda maarufu wa maafisa usafirishaji. Tunakuja hapa kwa ajili ya kukumbushana mambo mawili matatu kuhusiana na usalama wa uendeshaji wa vyombo vya moto, hasa hizi pikipiki. Na tumeweza kuongelea kuhusu matumizi ya hizi kofia ngumu. Hiki ni kitu ambacho wengi tumekuwa tunajisahau, si tu waendeshaji bali hata sisi abiria pia, na ni jambo ambalo tunatakiwa tulitilie mkazo, kwa sababu ajali nyingi sana za bodaboda zinazotokea zimekuwa zikisababisha madhara kwenye kichwa, na endapo tunakuwa tumevaa hizi helmet inasaidia sana kupunguza madhara. Kama tunavyojua, wanasema kichwa au mwili wa binadamu kwa ujumla hauna spare. Ikiwa umevaa helmet yako hii inakusaidia angalau kupunguza kiwango cha madhara. Lakini pia tunakumbushana kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia sheria nyingine za usalama barabarani. Kuacha kukimbia ovyo ovyo barabarani, kuacha kuovertake kushoto tunapokuwa tunaendesha vyombo vyetu, kuacha kupita katikati ya magari, katikati ya gari na gari unakuta mtu anapita, huku kuna daladala, huku kuna lori, sababu ile inaweza ikasababisha ajali. Ni rahisi sana mtu kuweza kukosea kitu kidogo tu ukajikuta umeingia kwenye gari jingine. Kwa hiyo ni muhimu sana tuendelee kukumbushana, kwa sababu haya yanachangia kupunguza kiwango cha madhara. Hata pale ajali inapotokea, inawezekana tusizuie ajali kwa 100%, lakini angalau pale zinapotokea basi kiwango cha madhara kipungue. Tuzingatie sheria za usalama barabarani, tuache hizo kufanya wrong overtaking, tuache kukimbia ovyo ovyo, tuache kufanya pikipiki zetu kama vijiwe vya kihuni. Pikipiki au hii sekta ya bodaboda kwa ujumla ni ajira kama zilivyo ajira zingine. Tunatakiwa tuheshimu, tuache ile kupasua pikipiki kwa ajili ya kupiga zile kelele huko mtaani. Kuna ndugu zetu ambao ni wagonjwa, wanaweza wakawa wanapata mshtuko kutokana na ile milio isiyo sahihi ya pikipiki zetu. Lakini vile vile tuache kubeba mishkaki. Ni tatizo kubwa sana. Chombo hiki kimeundwa kwa ajili ya kuweza kubeba watu wasiozidi wawili, dereva pamoja na abiria wake. Kuongeza mtu mwingine ni rahisi sana kumfanya dereva akapoteza balance anapokuwa anaendesha hicho chombo na ikasababisha madhara makubwa zaidi. Tuache pia kubeba mizigo kwa namna iliyo hatarishi. Nakuta bodaboda hii mtu kafunga nondo nyuma, anaziburuza barabarani. Sio tu kwamba ule mzigo ni hatarishi, lakini pia unasababisha uharibifu wa miundombinu ambayo serikali imewekeza pesa nyingi sana ambazo zinatokana na kodi zetu. Serikali inaweza kupeleka hizo pesa kwenye kutengeneza vitu vingine vyenye manufaa kwetu wananchi kuliko kuja kutena kukarabati miundombinu kutokana na uzembe wetu. Mtazamaji, swala la kuwa wakala wa LATRA wa kufanikisha ukataji wa leseni ni swala ambalo ni fursa kubwa, kwa sababu inaenda kubadilisha maisha ya maafisa usafirishaji. Na kwa hapa Dodoma kupitia UMAPIDO tunaye mwenyekiti wake ambaye anaitwa Baraka Obadia Mbuhe, ambaye anaelezea kile kilichowasukuma wao kama viongozi ama wao kama maafisa wa usafirishaji katika mkoa wa Dodoma kwenda LATRA ili kuweza kuunga umoja wao na kuunda SACCOS yao. Chama cha UMAPIDO ambacho kinajumuisha maafisa usafirishaji kwa mkoa wa Dodoma kinabeba maafisa usafirishaji wanaotumia vyombo vya moto, kwa maana pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu. Kwanza moja ambacho kilitupa hamasa kutengeneza SACCOS yetu, lengo kuepukana na kuondokana katika kupata wanachama kupata mikataba kandamizi. Maana mikataba kandamizi ambayo inawanyonya, mwisho wa siku anachukua mkataba kwa mtu anakaribia kumaliza, lakini yule mtu anachukua chombo chake baada ya kuona tu kama rejesho moja au mawili ameyakosa. Kwa tukaamua kuanzisha chombo chetu ambacho ni SACCOS kwa ajili ya sisi maafisa usafirishaji tupate mtaji ambao utatuwezesha kukopeshana sisi kwa sisi ili kuondokana na adha ya mikataba kandamizi. Lakini pili, lengo la kwenda LATRA ili kupata uwakala wa kukatishana sisi kwa sisi leseni ili kuondokana ni ile adha ya kukimbizana barabarani na kufanyeje. Lakini kwa mfano ni sisi kwa sisi
tutafuatana vijiweni, tutaelimishana na mwisho wa siku bila vurugu mtu anakata leseni, biashara iendelee. Mtazamaji, tulipotembelea kituo hiki cha maafisa wa usafirishaji wa pikipiki za magurudumu mawili na matatu katika mkoa huu wa Dodoma maarufu kama vijana wa Samia, wao tumejionea jambo zuri sana ambapo tumekuta baadhi ya madereva hao wanatumia pikipiki ambazo ni za umeme, jambo ambalo kiukweli mtazamaji linaleta matumaini, kwa sababu kama unafahamu swala la utunzaji wa mazingira ni swala la kidunia, na hivyo hata vyombo hivi ambavyo LATRA na vidhibiti inapaswa nao waweze kuanza kutumia teknolojia hii ambayo inapunguza hewa ukaa, kwa mfano kupitia matumizi haya ya bajaji ama bodaboda za umeme na nyingine zinatumia gesi. Na hapa mtazamaji, Bwana Yusuf Anganile Mwamonja ambaye ni katibu wa MAPIDO, yeye amethibitisha kwamba kupitia umoja wao wameweza kukopeshana na ili kuweza kufikia lengo hilo la kuwa na hizo bajaji na pikipiki ambazo zinatumia umeme. Na wanasema kwamba hapo si mwisho, wanaendelea kuhamasishana zaidi ili waweze kuchukua mikopo hiyo, ili ikiwezekana wote katika kituo chao waweze kuwa na pikipiki ambazo zinatumia umeme ambazo ni rafiki kwa mazingira. Hii pikipiki ambayo ninayoitumia ni pikipiki ambayo inatumia umeme. Kwa hiyo hii pikipiki ni fursa ambayo imetokana na kampuni moja ambayo tumeingia nayo makubaliano, ambayo yenyewe inatusaidia kutupatia hizi pikipiki kwa njia ya mkopo na kwa njia ya keshi. Ukitaka kwa njia ya mkopo kuna kianzio ambacho unatakiwa kitoe, ile inayobakia unalipa kidogo kidogo kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo hii kwanza ni rafiki kwa mazingira, pia hata sisi wenyewe inatusaidia katika mambo mengi, kwa sababu ni pikipiki ambayo haina mambo mengi, imepunguza gharama za mafuta, oil, ikiwemo na gharama mbalimbali, kwa sababu umeme naotumia ni unit chache sana katika kuhakikisha inajaa, ni umeme wa 1500. Lakini pia ukienda kuna vituo vya kubadilisha betri, yenyewe pia inatusaidia, kwa sababu kubadilisha betri ni shilingi 3000 na inatembea kilomita 100 mpaka 130. Kiukweli umoja wetu kwa sasa hivi ni umoja ambao unafanya mambo makubwa mazuri sana, ambayo yanatufanya sisi tuweze kuonekana tunafanya kazi vizuri katika mkoa wetu. Imetusaidia sana kwa sababu imerahisisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu imepata uwakala wa kuweza kukatisha LATRA. Kwa hiyo inatusaidia kwa sababu viongozi wanapita vituoni na wanaweza kutusaidia kukatisha hizo LATRA pasipo kubugudhiwa. Kwa sababu kwa mfumo wa zamani ilikuwa ni mfumo ambao ulikuwa na changamoto kwetu. Tulikuwa tunakamatwa tu pasipo muda mwingine, huko umebeba abiria huko barabarani unasimamishwa na kamatwa, lakini kwa sasa hivi imekuja na njia rahisi sana ambao ni salama, ambao viongozi wanapita vituoni kwetu, wanakusanya kadi zetu na pia wanakusanya fedha zinalipiwa. Kwa hiyo tunakuwa katika mfumo ambao ni rahisi zaidi. Mtazamaji, hivi sasa tunaingia katika kipengele chako ambacho kimila shaka ulikuwa unakisubiria kwa hamu na tabasamu, na kipengele hiki ni cha swali la wiki. Na mtazamaji, kumbuka wadau wa sekta za usafiri ardhini hapa nchini wanaofuatilia kipindi hiki, kila itopolewa wamekuwa wakiinuka kidedea kwa kutoka na kibunda cha shilingi 50,000. Tazama, hebu tazama mtazamaji, 1, 2, 3, 4, 5. Hizi ni shilingi 50,000 ambapo mtazamaji unaweza ukajishindia pesa hivi taslimu kutoka LATRA. Lakini pesa hizi hazitoki hivi hivi, ya kupaswa ufuate na kuzingatia vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa uwe umetazama kipindi katika runinga yako. Pili, unatakiwa uwe umetufuatilia, ni umetufollow katika kurasa rasmi za mitandao ya kijamii ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Lakini tatu na mwisho, linapaswa iwe wa kwanza kujibu kwa usahihi swali lililoulizwa katika mitandao yetu ya kijamii. Na swali la wiki iliyopita mtazamaji, tuuliza swali lifuatalo. Tulisema swali rahisi kabisa kwamba tutajie kauli mbiu ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na mshindi wa swali hili mtazamaji ni Bwana Baraka Robertson. Kongole nyingi sana kwako Bwana Baraka Robertson. Na hiyo mtazamaji, unaweza ukawa mshindi vile vile kama ambavyo nimetoa vigezo na masharti hivi punde. Na swali wiki hii ni hili lifuatalo. Taja kiambatishi ambacho ewe afisa msafirishaji unapaswa kuwa nacho ili kuweza kupata leseni ya LATRA. Mtazamaji, wahenga unanigusa bega, unaniambia kwamba wakati umetaradadi, nami sina budi kubwaga manyanga kwa wakati huu na kuachia uende kufuatilia vipindi vinavyoendelea katika runinga yako. Na kumbuka mtazamaji, leo kipindi cha usafiri maendeleo kulikuwa jijini Dodoma kikiangazia
kuhusiana na utoaji wa huduma za leseni za usafirishaji hapa mkoa Dodoma kwa pikipiki za magurudumu mawili na pikipiki za magurudumu matatu, yani bodaboda na bajaji kupitia mawakala. Na tumeona maafisa usafirishaji katika jiji la Dodoma wao wamejikusanya kwa pamoja na kuweza kutengeneza umoja wao unaoitwa UMAPIDO, yani umoja wa madereva wa pikipiki jijini Dodoma. Na umoja huu pia wametengeneza SACCOS yao ambayo inafahamika kama UMAPIDO SACCOS, ambapo imeanza kuleta manufaa kwao kwa sababu wameanza sasa kukopeshana kupata pikipiki ambazo zinatumia nishati safi na rafiki kwa mazingira. Nishati hiyo ni nishati ya umeme, na wenyewe wamekiri kabisa utekelezaji wa majukumu yao umekuwa na ufanisi zaidi kuliko hapo ilipokuwa awali. Na wamesema wenyewe kwa vinywa vyao kwamba hapo awali walikuwa wanatumia gharama nyingi, lakini kupitia nishati hii safi ya umeme gharama zile zimepungua, na hivyo wanaamini kwa pamoja, kwa umoja wao wataendelea kuhimizana ili wote waweze kuwa na kumiliki pikipiki hizi ambazo ni rafiki kwa mazingira. Na tumeona mtazamaji na kusikia kwamba kupitia umoja wa UMAPIDO hapa jijini Dodoma wana maono makubwa kabisa ya kuweza kuinuana kiuchumi na hatimaye kuweza kusaidiana katika masuala mbalimbali, bila kusahau kwamba LATRA ndiye mlezi mkuu wa UMAPIDO hapa jijini Dodoma. Na tumemwona na kumsikia Bwana Ezekiel Manuel ambaye ni afisa mfawidhi LATRA mkoa huu akionyesha utayari wa LATRA kuendelea kuwasimamia na kufuatilia na kushirikiana nao katika majukumu yao ya kila siku ili kuhakikisha kwamba maono na malengo ambayo UMAPIDO wamejiwekea yanafikiwa kama inavyotakikana. Mimi kwa wakati huu tena sina la ziada, lakini kumbuka kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama ambavyo unaona katika runinga yako hapo chini, lakini vile vile usisite kuwasiliana nasi saa 24 wakati wowote ile mtazamaji unapokutana changamoto yoyote inahusiana na huduma za usafiri ardhini ukiwa katika chombo kile cha umma. Wasiliana na sisi kwa namna mbalimbali ikiwemo kupitia kituo chetu cha huduma kwa wateja kwa namba zifuatazo: 0800 110019 ama 0800 110020. Nasi tutapokea changamoto yako, tutaifanyia kazi kwa wakati mwafaka. Mimi ni Binti Jumbe. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi nurwa kabisa cha kipindi cha usafiri na maendeleo kinachofuata. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja, lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.